Mwanzo kabisa ningetaka kuchukua fursa hii kukemea yale matamshi ya gavana wa kaunti ya Nyeri kuhusiana na kifo cha the Prime Minister Raila Amolo Odinga CGH. Na niweze kusema kwamba hayo maneno hayangefaa kabisa kutoka kwa mtu yeyote, na hasa kwa kiongozi wa nchi yetu ya Kenya na mdogo wa mwenyekiti wa Council of Governors. Ningependa pia kukemea yale ambao tumeona katika mitandao ya wengine wakimkejeli Raila Odinga Jr. Hao wote tunawakemea hayo matamshi yao, misemi yao na vitendo vyao. Wakati mtu amefiwa sio wakati wa kumkejeli ama wakati wa kusema matamshi mbaya kwa sababu yake. Mheshimiwa Raila Odinga katika siasa yake yote, katika matamshi yake yote, aliweza kuzungumza mambo ya inclusivity na mambo ya kuacha ethnic profiling. Ikiwepo hata tukikaribia uchaguzi wa mwaka wa 2022, wakati kulikuwa na cheche kubwa sana za siasa, wakati governor wa Nyeri aliaga dunia, Raila Odinga yeye mwenyewe alienda kibinafsi katika maombolezi hayo, katika mazishi, na kuongea sana kuhusu mambo ya inclusivity na unity na utengamano wa Wakenya wote. Tumeangalia hata kwa familia ya Mheshimiwa Waziri Prime Minister Raila Odinga, hata kwa familia yake tumeona utangamano wao kwa jinsi ambao hata wameoana na wanafanya biashara. Na katika kifo cha Raila Odinga aliweza kuunite not just this country but Africa and even the globe. Tuliona hata yule ambaye alikuwa rais wa kitambo wa United States, Barack Obama, yeye mwenyewe akitoa his condolences. Kwa hivyo ningetaka kuwasihi viongozi na Wakenya wote, mwenda zake zile rights ambazo sisi tunaenjoy kwa kutoa matamshi hayo, kwa kumake those posts katika social media zetu. Yule ambaye alipigana kabisa hadi akakaa jela kwa miaka mingi ni huyo ambaye mnajaribu kumkejeli. Kwa hivyo tuache apumzike kwa amani, but the spirit ambao alikuwa nao ya unity of the country tuendelee kuihifadhi as a legacy for him. Lakini pia ni waonye wenzetu ambao kabisa wamekerwa pia sana na matamshi haya, wakiwemo viongozi wa ODM. Msichukulie haya ni kama ni matamshi ya Wakikuyu wote ama wa jamii moja. Hayo yalikuwa matamshi ya mtu mmoja binafsi. Na tukiweza sasa kuanza kusema basi kwa sababu Kahiga alisema, hayo ni maoni ya Kimani, hayo ni maoni ya Njoroge, hayo ni maoni ya Kamau, tutakuwa tukiingia kwa mtego ambao huyu Kahiga alikuwa anataka tuingie ndani. Na tutarudi tena kwa ile ambao last week sisi wote tulikuwa pamoja tukisherehekea umoja wa kitaifa. Tukienda tena kuingia kwa mtego ambao tumetegewa na huyu Kahiga, tutaweza kupoteza zile steps mingi ambazo tumefanya kuhakikisha kwamba kuna unity na kuna utengamano wa jamii zote katika nchi yetu ya Kenya. So let us please not be taken to the pit hole that Governor Kahiga wants to take us into, to start profiling each other. We have come very far as a Kenyan people, as a democracy, and as a people of Republic of Kenya. And our ethnicities now just remains kitu tu ambao tunaisoma ama tunafikiria. Na vile ambavyo steps tumeifanya kuhakikisha kwamba kuna utengamano, kuhakikisha kwamba hapa tuko Mombasa tunafanya hii presa tukiwa wale ambao wako hapa ni katika ni sura yote ya Kenya, tunaweza kutangamana kuishi pamoja kwa amani. Let us not be taken to the pit hole that Governor Kahiga wants to take us to of ethnic profiling. So kwa yeye tunakatana na matamshi hayo, lakini pia kwa wale wenzetu ambazo kabisa wameumwa zaidi na sana, na understandably so, kwa matamshi hayo msiachukulie kama matamshi ya sisi wote. Don't ethnic profile us because the statement of only
one irresponsible leader. Tafadhali. Unazungumziaje hatua yake kujiondoa katika wadhifa aliokuwa nao katika baraza la mawaziri? It's a very welcome idea. Nafikiri ina show kwamba kabisa ana regret actions zake, na kwa sababu pia issue an apology siku ya leo, ni vizuri to let that matter lie. Let that matter lie. Let us not overemphasize it, because the more we talk about it, the more we emphasize it, the more we debate it, the more we ask you who sent him, who didn't send him. It is seeking us to the hole that he perhaps intended us to get. Let us not fall that trap. Nasemekana ukiona lori takataka lapita, alafu uanze kubishana nalo, pia wewe utajipaka nini? Taka. So let that lie. Tusahau hayo na tuendelee na yule unity na the tenets of our constitutionalism and the national unity ambayo baba yetu Raila Amolo Odinga alitufundisha na alisimama nayo hadi dakika yake ya mwisho. Swali lingine kuhusu cybercrime na computer misuse, kuna baadhi ya Wakenya wamejitokeza wakasema kwamba huenda ikakandamiza na kuhujumu uhuru wa kujieleza. Kauli yako ni ipi kuhusiana na swali? Naomba pia Wakenya waweze kusoma sheria yote hiyo ya cybercrime. Na kile ambapo Cybercrime Act inalenga kufanya ni ku safeguard privacy ya Wakenya. Umepata wakati mwingi watu binafsi data yao ikichukuliwa, mambo yao discussions zao zikitumiwa na kutumika vibaya katika mtandao. Na kama kuna vipengele vyovyote ambavyo vinagandamiza the right to expression ambayo iko katika katiba yetu, kwa sababu kumbuke the Constitution of Kenya is a supreme law. Kwa hivyo any other law that goes against our constitution will be unconstitutional. Kwa hivyo I'm confident ya kwamba hakuna kipengele chochote katika sheria hiyo ambayo kina go against the constitution. Na kama kuna kipengele chochote, I want to assure you the courts will find that particular provision in contrast in negation of the constitution, and it will be declared unconstitutional. So there is nothing to worry about. We have proper systems in Kenya that safeguards that supreme law of the constitution. And the Bill of Rights is very clear, and there's a whole chapter in our constitution which should be followed and will be followed. And I want to assure you that if there is any in a section of that law that negates the constitution, then definitely it will follow the due process of the law. So I don't see any cause for alarm. Sawa?